Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anatumaini kuepuka kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran licha ya vitisho kutoka Tehran kuwa itashambulia kambi za kijeshi za Marekani na meli zake za kivita endapo itashambuliwa. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamis, Trump alisema Marekani inaendelea kufanya mawasiliano na Iran na akaacha wazi uwezekano wa kutatua mgogoro huo kwa njia ya mazungumzo licha ya kauli zake za awali kuwa muda ulikuwa unaisha kwa Iran. Trump alisema, nimekuwa nikizungumza nao na nina mpango wa kuendelea kufanya hivyo. Tuna kikosi cha kijeshi kinachoelekea Iran, lakini tunatumaini hatutalazimika kukitumia. Kauli hiyo inakuja wakati Marekani ikiongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kutuma msafara mkubwa wa meli za kivita, hatua ambayo imezidisha mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa upande wake, Iran imeonya kuwa jibu lake kwa shambulio lolote la Marekani litakuwa la haraka na kali. Msemaji wa jeshi la Iran, Brigadier General Mohammad Akraminia, alisema meli za kubeba ndege za Marekani zina udhaifu mkubwa na kwamba kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Ghuba ziko ndani ya masafa ya makombora ya Iran. Ikiwa Wamarekani watafanya kosa la kushambulia, haitakuwa operesheni haraka kama wanavyodhani, alisema Akraminia. Huku mvutano ukiendelea, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zote kurejea katika mazungumzo ya nyuklia ili kuepusha mgogoro ambao unaweza kuleta madhara makubwa kiusalama na kiuchumi katika eneo hilo. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeongeza shinikizo kwa kulitangaza Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC la Iran kuwa shirika la kigaidi, hatua ambayo imeibua hasira kutoka Tehran. Irani imelaani uamuzi huo ikidai Umoja wa Ulaya unatii matakwa ya Marekani na Israel. Rais wa Iran ameonyesha hofu ya kukata tamaa kutokana na hali hiyo, huku baadhi wakisema vita vinaonekana kuepukika. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa endapo vita vitatokea, vitasababisha machafuko makubwa katika eneo la Mashariki ya Kati na kuathiri uchumi wa dunia, hususan bei ya mafuta na gesi. Trump, kauli zake zimekuwa hazieleweki mara kwa mara. Amekuwa akizungumza kwamba atafanya shambulizi Iran, lakini kwa wakati mwingine anakuwa anasema kwamba anatumaini kuepuka vita dhidi ya Iran. Na hapa jana alikuwa kwenye ikulu ya White House akitoa announcement mbalimbali, na Trump alihojiwa maswali mengi sana na waandishi wa habari siku ya hapo jana, na alisema kwamba Marekani inaendelea kufanya mawasiliano na Iran na akaacha wazi uwezekano wa kutatua mgogoro huo kwa njia ya mazungumzo. Lakini bado kauli hizi zinakuwa ni tata kwa sababu Marekani inapeleka vikosi vyake vya kijeshi vya kutosha katika ukanda ule wa eneo lote la Ghuba, lakini vile vile Irani pia ikizidi kujiandaa na matishio yote ya kiusalama katika ukanda huo wa eneo la Ghuba. Basi tunazidi kufuatilia nini ambacho kinajiri huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla, ili tuone nini ambacho kitajiri katika wakati ujao, huku vitisho vikizidi kuendelea na Trump mwenyewe hakiwa aeleweki katika kauli zake ambazo amekuwa akizitoa dhidi ya Iran. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.